Naam, shabash msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Jina langu ni Omari Makelele Uzile. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashi. Na ukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari, na tuanzie kwa katika jimbo la Kivu ya Kaskazini pa Masisi. Ni kwamba mapambano makali yameshuhudiwa kati ya jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo dhidi ya wahasi wa M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda. Mapambano hayo yamejiri asubuhi ya siku ya 4 ya wiki tunayo ya tarehe 3 Aprili 2025 pa Masisi Center jimboni Kivu ya Kaskazini. Taarifa tunazo ni kwamba kisha mapambano hayo jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo ndio wamedhibiti Masisi Center toka siku ya 3 ya wiki hii hadi sasa. Wakati ya kijiri pa Masisi kule katika mji wa Walikale ni kwamba hatimaye jeshi la taifa FARDC kwa ushirikiano na wazalendo wamedhibiti rasmi makao makuu ya Walikale siku ya 4 baada ya mapambano makali yaliyojiri kati ya AFC M23. Wakati ya kijiri hali ya usalama yaripotiwa kuwa tete kutokana na risasi zinazopigwa ulela, ndivyo zimesema duru zetu za mahali. Habari tunazo ni kwamba ni tangu mwanzoni mwa wiki hii tunayo ndipo mapambano yameanza kati ya wahasi wa M23 dhidi ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo. Habari hii imetolewa na kuhakikishwa pia nalo gazeti la habari la Actualite.cd lenye kuchapishwa kila siku mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa chombo hicho cha habari, wahasi wa M23 wamejielekeza katika mji wa Goma. Huko katika jimbo la Kivu ya Kusini, tuanzie katika mji wa Uvira. Ni kwamba huu ni muda sasa wa vinara wa wazalendo kufungua macho ili kuwa kwenye mstari wa mbele kwenye mazungumzo yatakayofanyika hapa nchini. Ndivyo amesema notable Andre Badunia Mashaka, ambaye ameomba kwa kamanda Amuri William ya Kutumba na wenzake kujipanga vilivyo ili kuwania vyeo serikalini na sio kubaki nyuma ya jeshi la taifa FARDC. Maneno hayo ameyasema katika mazungumzo yake na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV juu ya kundi la uasi la Twigwaneo kugeuka kuwa chama sasa cha kijeshi kinachoitwa MRDP na hivyo kupewa wazifa wa kuongoza mkoa wa Kivu ya Kusini. Andre Badunia Mashaka ametoa hapa mtazamo wake juu ya mabadiliko hayo ya Twigwaneo kuwa Mouvement de République pour la Dignité du Peuple, MRDF kwa kifupi katika Kifaransa. Ni seme tu kwamba ni strategie politique, ni strategie ya niveau yenye iko mpe eleve kidogo par rapport na sisi, kwa sababu unaona haiko tu Twigwaneo ndio megeuka mouvement politico militaire. Kuna ingine mouvement ambao wamecree upande wa Ituri ambayo inasimamiwa na mwingine mtusi moja ambaye alikuwa ex Kadogo, kisha kwa ex Kadogo akaenda kwa RCD, kisha RCD akaenda kwa CNDP, kisha CNDP akaenda kwa M23 en marche wakati walilancer tena hii offensive ya M23, na leo wameona kwamba arudilie ile mouvement ingine nayo sawasawa na Twigwaneo. Alors Twigwaneo kwa kuwa transformé en parti politico-militaire ni stratégie lointaine yenye bana projeté, parce que il suppose qu'au niveau yabo kwamba kesho kunaweza kuwa mazungumzo, na wakati ile dialogue itakuwa ile Twigwaneo ambayo inakuwa mouvement politico militaire itaenda comme partie prenante yenye haidependre na AFC M23, na bali bakule kuituri nao bataenda sawa partie prenante benye habadependre na M23 M23 AFC. Na wakati itakuwa kupartage ya gato, naanza gavula ba generaux, ba colonel, ma poste politique, ma poste administrative, Twigwaneo itapata comme parti politico-militaire, na AFC itapata comme parti politico-militaire. Banakuwa deja AFC M23, na bale bingine batapata sawasawa ingine parti prenante ku dialogue. Na hiyo ndio inakuwa strategie kubwa ambayo wameimonte ili watuzubaishe. Ni ile strategia ya kutuzubaisha. Ulisikia wakati mmoja wanasema kuna kwa Gumino, kuna kwa Twigwaneo, yote ni kitu kimoya. Bamba banashiralie ku gouvernement, bengine banakatala si tenda ku gouvernement, tunafanya protection des civils. Hata hivyo, kisha kutoa mtazamo wake huo, Andre Badunia Mashaka ametoa hapa ushauri kwa vinara wa wazalendo. Hii kuigeuza haiko leo. Bertrand Bisimwa
aliweza kudeklare kwamba representation kabisa ya AFC Kusud Kivu ni Twirwaneho, na hii kubagabula hakuna kingine kupretendre kesho kunaweza kuwa mazungumuzo, na ile mazungumuzo Twirwaneho tashiretrouver wake AFC wake na wale wengine wao, na ndio utakuta kwamba wanakuwa na nguvu. Alors nitakumaliza na kupana shauri kwa wazalendo, kwa sababu Uvira na Fizi imeshapigana sana tangu miaka mingi. Ni sisi tuna defendre republique, na kama RCD haikufanyikishwa kufika Kinshasa, Uvira na Fizi ni parti ambazo zimechangia kuwarudisha nyuma sana. Lakini ukiangalia vizuri hatulipwi vizuri, ingawaje kweli Fizi naweza kusema tunapataka directeur de cabinet, tunapataka wa ministre, mewali mawaziri ambao tunapataga hapa tufaidiage lolote, ni matumbo zao watoto wao waende Ulaya. Mesisi raia wa Fizi, raia wa Uvira kabisa hatufaidika lolote. Shauri yangu ni kusema bwana Yakutumba, bwana Makanaki, bwana Ngomanzito, bwana Medi, bwana Sijui Kakobanya, Ilunga, Makashumba, Rukumeta, wengine wote bila kuwasahau wale wazalendo wote ambao wanapigania nchi leo, wanasaidia nchi, bwana Maile na wengine, kikundi cha bwana Mtetezi pia Soname, s'il vous plaît, huu ndio muda wa kujiretrouver. Nimefanya speech nifanya interview moja na Radio Mo International, nilisema kwamba wazalendo, mimi nimeanza kuanticiper deja, nimesema kama wazalendo ni parti prenante na sio kitengo kimoja cha FRDC, paske ingekuwa tuko kitengo cha FRDC, kama tuko tunapata silaha kwa FRDC, kama tuko tunapata chakula, kama tuko tunapata dawa, na kama enemy leo haiko pale Kamanyola. Et donc wazalendo tuangalie mbele, wenzetu wanaanza kupanga strategy, washakuwa na projection lointaine. Sisi nini kinatuzuia? Mutafute wafanya siasa sisi ambao tunakuwa lokalma hapa, tuwazunguke, tuwape mashauri, si kuja kuwanyang'anya vyeo, lakini kuja kuwasaidia kupanga strategy pour que cette fois là msibakie nyuma kama mikia, mugeuke kichwa. Haitawezekana Wanyarwanda tu ndio watakuwa napata maposte na sisi tubakie kulalama na kubakia porini, na miji yetu haitaendelea. Tujelekeze sasa huko katika tarafa la Fizi, tukiwa tu katika jimbo la Kivu ya Kusini pa Mulima. Ni kwamba hali ya usalama yaripotiwa kuwa tulivu kwa sasa ndani ya kijiji cha Mulima na kando mwake. Hivyo ni baada ya mapambano makali kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo zidi ya wahasi wa Twirwaneho na M23 kwenye milima yenye kuinukia kijiji hicho cha Mulima mwanzoni mwa wiki tunayo katika sekta Tanganyika tarafani Fizi. Duru za mashirika za kirahia zataja kuwa hali ya sasa ni tulivu katika eneo la Mulima na kando mwake, licha ya hali ya upweke kuripotiwa kutokana na kutorejea kwa raia wa eneo hizo. Habari hii imehakikishwa na pia Like Inonsa, mkuu kiongozi wa shirika la raia eneo hilo la Mulima. Tumsikilize. Kwa sasa hali inaendelea kurudi salama, kwa sababu kisha ile mapambano kupita, wale wa chia Twiba ni wa kufaulu kukamata mwingine, na wamoja walikamatiwa kama gesi nilivyowatumia, na mpaka hivi mwingine iko na usalama kidogo, na jeshi pamoja la FARDC na wazalendo wanaendelea kukontroli mwingine, lakini watu mpaka hivi hawajarudi kabisa maeneo zao, lakini wanaume wanatembea na wanafika mwingine bila shida. Sababu jeshi tunavyoongea na kamanda wa FARDC pamoja na wazalendo wanaongozwa na ndugu Mashine kabisa, wanasema wao waliwasukuma mpaka milima mirefu, na wana program ya kujielekeza kule Membwe. Ndio jeshi wanasema walikuwa wakichukua maraporo zao na ziliingia jana, zenyewe zilitumiwa na mzee Mjami ya Kutumba zilifika. Tunazo ila provisoire yenyewe tulipata hapo jana. Walisema kulipotea hawa Wanyarwanda wa jeshi la Twirwa ni 12 na ile peka moja ambayo ilikamatiwa. Basi na hii ngambo yetu, lakini walipoteza kijana moja ndio aliyepotea. Swali la activity kuanzia mzuri, kwenye kunalia milio ya risasi, basi pole tunaendelea kutia watu moyo ili watu waangalie. Tunaweza maliza hii juma kabisa kwa kuangalia, lakini juma hii ijayo na kama watu wataweza rudia sawa gisi jeshi nalo liko linasema, sababu njaa nayo inawasumbua. Kama watu hawana ndani ya mwingine, lazima wajetu watakufa na njaa. Ni lazima watu warudie, ndio gisi wanasema, lakini watu wangali wanahofia hali ya usalama, ndio mwingine ya kuwa mzuri.
Na katika mji wa Baraka katika jimbo hilo la Kivu ya Kusini ni kwamba mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Fizi amewataka raia wa mtaa huo kutokutumia maji ambayo hayawekwi dawa ili kupiganisha magonjwa ya kipindupindu. Ameyasema hayo siku ya 3 ya wiki tunayo. Katika mazungumzo na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Fizi Dr. Albert Mangaiko Sadiki amesema kipindi cha masika si vema kuwa natumia maji hasa ya ziwa Tanganyika na mito ambayo haiwekwi dawa, kwani uchafu mwingi unakuwa ukitupwa maeneo hayo. Upande mwingine, mganga mkuu huyo wa mtaa wa afya wa Fizi Dr. Albert Mangaiko Sadiki ameomba raia kuendelea kuheshimu kanuni za afya ili kuendelea kujiepusha na magonjwa mbalimbali. Dr. anaeleza yafuatayo, tumsikilize hapa. Kuhusu huo uchafu ambao unaweza ukapelekewa na maji ya mvua hadi kufikia kwenye bahari, si tu kwenye bahari lakini pia hata kwenye mito mbalimbali ambayo yenye kuwa katika vijiji na hata pembeni ya jiji la Baraka, yote yanachafua maji, na hiyo inakuwa vile vile ni kama vile hasara kubwa kuhusu maambukizo ya magonjwa kutokana na maji machafu, zaidi sana ugonjwa wa kipindupindu. Ushauri wetu ni kwamba watu wasiyatumie hayo maji ya Tanganyika au maji ya mitoni kabla hawajaona mahali ambako pana mtu mwenye kutia yale matoni ya dawa ndani ya maji. Hiyo itawasaidia kujikinga na kipindupindu au magonjwa mengine yenye kutokana na maji machafu. Ujumbe wetu ni kwamba kipindupindu na magonjwa mengine kutokana na maji machafu tunaweza tukayaepuka kwa kuweza kutumia maji mazuri, kwa kuweza kuosha mikono yetu kisha kutoka kwenye msalani kabla ya kula na baada ya kula, na kuosha vyakula vyote mbele ya kuvitumia. Lakini zaidi ya hiyo, tungependa vile vile kushauria watu kuwa na misalani mizuri ili vinyesi visiwezi kuzagaa ovyo, kwa kuwa vinyesi vyenye kuzagaa ovyo ni hivyo ambavyo vinafika kuingia ndani ya maji nda kuchafua maji na baadaye akawa tena ugonjwa kwetu sisi. Hayo ndiyo kama vile mambo ambayo tungeweza kuwashauri watu, nikisema kuosha mikono, kutumia misalani mizuri na kunywa maji yenye kutiliwa dawa au maji yenye kuwa masafi. Meya wa mji wa Baraka kwa muda ameitisha kikao kikuu cha usalama kilichokusanya tabaka tofauti za serikali na kiraia ili kukagua hali ya usalama kwa sasa mjini Baraka, kikao ambacho kimefanyika siku ya 4 ya wiki tunayo. Katika mazungumzo na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, Bi Emerite Tabisha Mongelwa amesema kwa hali iliyopo kwa sasa mashariki mwa nchi ya DRC inahitaji kila mara kuitisha vikao vya usalama ili kupunguza wasiwasi miongoni mwa raia. Malengo ya mkutano ilikuwa kukagua hali ya usalama mjiji la Baraka, na tumeweza kukagua na wote ambao walikuwa ndani, na watu ni wao ndio raia ya Baraka. Tulipenda kupata maoni yao, tulipenda pia kupata mwito wao na wao pia wajihusishe, na ndio wanajihusisha lakini ni kusisimua tu ili watu wajihusishe zaidi kwa ajili ya usalama. Hatuwezi kukosa mara kwa mara kukagua, kwa sababu vile ya Baraka unajua kama ina kilomita 24 kare, na hapo kwa hiyo eneo udongo huo mchache kwa leo kuna vikundi 8 vya wazalendo ambavyo kila kikundi kina mkubwa wao. Kuna jeshi, kuna askari polisi, vitengo mbalimbali, na hali ya usalama gisi hali yetu ingaliki huku ku este ya Kongo inahitaji tuwe tunakagua. Kuna pia wabandia wenyewe hawako wazalendo, hawako jeshi la serikali, lakini wamesilikia wana masilaha. Milio ya masilaha tujue kujua kwa uhakika ni wanani, kwa ni vikundi viko vingi kwa udongo ambao uko mdogo. Kwa hiyo tumekagua mizozo budogo ambao uko kati ya vitengo vya serikali na wazalendo, kati ya wazalendo wa wenyewe, na tunashukuru kwa sababu watu wote tuliona tuna nia moja na kila mtu ameelewa ile ambayo wengine wanasema kwa udhaifu wake. Kila kundi imeona hivyo wa udhaifu na tunaenda pamoja. Kwa hiyo tunaalika raia tunakualika, kila mtu ana jukumu la kufanya usalama.
Ulinzi sasa ndio unafanyika na serikali, lakini usalama ni raia ambao wanakwenda shambani, ambao wanaona wanaambia watu. Ni raia ambao walikuwa nafasi wako na kunywa pombe, wanaona wanaambia vitengo vya serikali. Kuna mambo mengi ambayo yameendelea ya usalama, na kuna mambo mengine ambayo inaomba kufuatilia sisi sote pamoja. Tunawaalika ili sisi wenyewe tujifanzie usalama na tuboreshe maisha yetu, tutumike makazi na maendeleo yao. Tujielekeze huko katika jimbo la Tanganyika ndani ya tarafa la Moba. Ni kwamba raia wa Moba jimboni Tanganyika wamesema kushukuru mahakama ya kijeshi kambi ya Kalemi kwa kazi walioendesha ya masambo ya hadharani na kufikia kuhukumu watu wawili kifungo cha kifo, akiwemo askari jeshi mmoja wa taifa FRDC wa kikosi cha maji ambao wamehukumiwa kwa kosa la kutumia silaha kinyume cha sheria. Raia hao wamesema hayo kisha masambo ya hadharani iliyodumu muda wa siku 5 pa Moba. Tuwasikilize wakiwa mbele ya vipaza sauti vya Tanganyika FM. Tunashukuru kwa kisa wanakia kufuatilia, wanatupasha mwelekeo wa usalama kwa kisi wanaendelea na uchunguzi na matatizo iliyokuwa. Tunaona kwanza sengine tutapumua, na sisi maisha yetu ni Tanganyika. Bila Tanganyika hatuwezi kuendelea vizuri. Atokaile kuna nasio tubapatishia 100%. Meme tokeo bengine tengine hata 20 euro. Juu wanafanya kitu yenyewe na tupatia courage kwa mwingine na kuonyesha kama kabisa kama kunchi yetu tuko na security, wanajua kuamua. Maike abakukoa contre wala pour. Mwenye alikuwa contre walimwacha, mwenye alikuwa pour la base banamkondane. Maike antoka vraiment shi tunashukuru Mungu sana na jugement yenyewe tunatia hapa. Hata hivyo, baadhi ya wabunge wa jimbo la Tanganyika wachaguliwa tarafa la Moba wamesema kushukuru mahakama ya kijeshi iliyoendesha masambo ya hadharani. Tuwasikilize vile vile. Neno tunasema asante kwa gouverneur sana, na tunashukuru pia raia paske hiyo yenyewe ilipenda kitu kifanyizike hapa. Vile waliopenda na ndio vile inapita na ilikuwa kutemwanye maumivu yabo vis-a-vis na hii matabia ya wizi nayo pita kwa community yetu. Message yetu tutaomba ni kwamba tutapenda sana population ikuwe active kama gisi iliyo manifeste waiwao leo na waendelee kuwa active mpaka kesho. Sema sio kwa intérêt yetu hapana, lakini kwa intérêt ya population. Juu ni population ilitutuma sisi tuko na jukumu ya kujibia kuombi yote ya population. Wizi unapitikana, watu wanaibiwa, watu wanalalamika, mtu ananyanyasika, anateswa, analia kwetu, na sisi kama wabunge tuko ba porte parole ya population. Tunaangalia executive, tunaenda mlilia baba gouverneur ajimplique juu ya kupata solution kuhiki kitu. Si wenyewe tunabakia tuko macho, tunaenda nafuatilia. Tumalizie taarifa zetu hizi za habari na huko katika jimbo la Manyema Pakindu. Ni kwamba kisha kushiriki kwenye kikao cha bunge la jimbo la Manyema Pakindu, mbunge Choma Flora, mchaguliwa wa tarafa la Kindu, amesema kutetea hali ya usalama inayoendelea kuzorota siku baada ya siku jimboni Manyema, hususa ni katika mji wa Kindu kwa upekee. Tumsikilize mbunge huyo akiwa mbele ya vipaza sauti vya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Tuna constaté depuis un certain temps que criminalité inarudia tena mu vile ya Kindu na ile haina mzuri. Insécurité kila siku, batalamuka banabaiba, banabaviole, banabaiba bitu yabo, ina créer insécurité mu vile. Mimi sawa vile mwanabunge nitafanya ma plaidoirie na ku niveau ya gouvernement na kwetu hapa kwa assemblée pour que tuweze résoudre le problème ya insécurité na kupunguza criminalité mu vile ya Kindu. Ya pili, sawa vile bunge tutafanya ma contrôle kuma institution mbalimbali ya leta pour que tuweze kumupa leta moyen ya kufanya politiki yake na faire partie ya commission moya lazima ECOFIN. Nazani tutafanya ma contrôle pour que tuweze kupatia leta moyen ya kufanya politiki yake. Tuna constate que bitu mingi haifanyike normalement, batu banabeba pesa ya leta inakuwa sawa yabo, banatumika tu sasa iko ma bien privé yabo alors que biko nani ya leta na banapasha kutumika na transparence yote kuacha bwizi pour que bapatie leta moyen ya kufanya politiki yake. Na ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Jina langu ni Omari Makelele Ozil. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe.
Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.